Naam, community. Habari ya mida. Je, private key kazi yake ni nini? Kwanza nirudi hapo, ni kwa nini tumeletewa sasa hivi? Kwa nini tulifichwa hapo awali? Hapo awali tulifichwa kwa sababu kama hii address wallet, hii private key inaweza ikafungua external wallet ya Pi yako, yani wallet yako ya Pi ile inaweza ikafunguliwa nje ya Pi browser kwa kutumia private key. Basi hiki kitu ni muhimu sana kukilinda na kukitunza dhidi ya hackers. Ni muhimu sana sana. Passphrase ukitengeneza katika yale maneno 24 unaambiwa tu uyakopi na uyatunze, kwa sababu hautofanyaje, hautaweza kuwa na namna ya kufanyaje kuyarudisha, kuyarecover. Lakini private key umepewa caution, umepewa note kwamba hakikisha maneno haya hakuna yeyote atakayeweza kuyaona, atakayeweza kuyapata, atakayeweza kuyafikia. Yahifadhi sehemu ambayo hakuna mtu. Hapa umefanya kupewa angalizo kali. Hakikisha hakuna mtu yoyote atakayeweza kuyamiliki. Mmiliki ni wewe mwenyewe, lakini kwenye passphrase umeambiwa tu yatunze, kwa sababu yakipotea hakuna uwezekano wa kufanyaje, ya kuyarejea tena yale maneno 24. Umepoteza wallet yako. Si tunaelewana? Tupo hapo. Kwa hiyo kwa umuhimu huo, kwa timu wakaona elimu ya blockchain technology ni ndogo kwa community. Kwa hiyo hii private key tuwatunzie kwa miaka 6. Kwa timu walitutunzia private key zetu kwa miaka 5, kwa miaka 4, kwa miaka 3, ili kusudi kwamba private key zako usije kwa bahati mbaya, kwa kukosa elimu na maarifa, ukamkabidhi mtu mwingine akaweza kuiaccess wallet yako popote pale atakapoitaka kuitumia, si ndivyo eh? Sasa ni kwa nini kwa timu wametuletea sasa hivi hii? Mimi ndio lengo langu la hii voice note kutaka kukuelezea kwa mimi nilivyofuatilia sasa, kwamba kumbe hii private key ilikuwepo tangia zamani. Kumbe hii private key ilitumika tangia zamani kusaini miamala yetu. Kumbe hii private key ilikuwa tangia zamani, kama ningeipata ningeweza kufungua wallet yangu nikajiuliza maswali. Kama kawaida yangu mimi ni kujiuliza maswali na kuyatafutia ufumbuzi. Sasa ni kwa nini kwa timu sasa hivi wameamua kunionyesha private key zangu? Narudi kwenye white paper sasa. Huwa mimi nafuatilia na nakujibu sasa kutokana na maendeleo ya mradi, japo ni maoni yangu. Ukisoma white paper ya 2019 katika kipengele cha roadmap. White paper ya 2019 katika kipengele cha roadmap kimewekwa phase 3. Kuna phase 1, kuna phase 2 na kuna phase 3. Phase 1 ni kwa ajili ya sisi kuchimba Pi kwa mfumo wa bure, sawa eh? Kwa kuakti upatikanaji wa Pi utakavyopatikana katika real mainnet ambao wanaitwa faucet emulating. Alafu phase 2 wakaiweka maalum kwa ajili ya node runners. Alafu phase 3 kwa timu wakasema pale ambapo mradi utakapokuwa umekuwa katika kipimo vya kutosha ndani ya phase 1 na phase 2, na community watakapohisi kwamba mradi umekuwa tested vya kutosha, community watakapoona mradi sasa uko tayari kwa ajili ya matumizi, ndipo hapo
open mainnet itakapoachiwa rasmi. Hayo ni maandishi yapo katika white paper. Ukisoma ile maandishi chini kabisa yakaandikwa hivi: katika phase hiyo ya tatu sasa, ambayo ni phase 3, ambayo ni phase wameita phase ya mainnet phase, ndipo mradi utakapotoka katika umiliki wote wa kati, yani ile central authority, mamlaka ya kati, ambayo ni centralized exchange. Mfumo utatoka katika centralized exchange and then utaingia katika kujitegemea milele, katika decentralized, na mfumo utakuwa ni decentralized forever. Mfumo utakapokuwa decentralized, kwa timu wakaandika, ndipo hapo Pi itakapoungana na other blockchain na kuungana na other cryptocurrencies, kwamba ndipo hapo Pi itakapoungana na blockchain nyingine, na ndipo hapo Pi itakapoungana na sarafu zingine. Hapa mimi ndipo kwenye lengo langu la kukusomea hii white paper. Lipo hapa tu kwamba katika phase ya mainnet, phase ya mwisho ambayo tutakapoingia mainnet, ndipo hapo Pi itakapoungana na blockchain nyingine za decentralized exchange, lakini kwa sababu mfumo utatoka katika centralized exchange, mfumo utaingia katika decentralized exchange. Kwa timu akasema ndipo hapo mfumo utakapoungana na decentralized blockchain, maana zipo centralized blockchain na decentralized blockchain, kwamba mfumo utaungana na decentralized blockchain na utaungana na decentralized coin nyingine. Utaungana vipi? Hapo ndio maswali yalipokuja mengi huko nyuma, yakaibuka hoja nyingi kwamba mfumo utaungana vipi, mfumo wa Pi utaungana vipi? Je, hawa wa nje watakuja kwetu au sisi tutaenda nje? Neno kuungana, kwamba Pi itaungana, si ndivyo? Katika kipindi cha open network, ambao kipindi cha open network bado open mainnet, bado open network ilikuwa ni mifumo ya nje imepewa ruhusa kuingiliana na mifumo ya ndani, kwamba ndipo hapo mifumo ya nje katika open network, mifumo ya nje ikapewa ruhusa kuingiliana na Pi network. Na ndio maana hata katika masuala ya kununua Pi tumepewa kipengele kimoja tu cha on ramp, kuibadilisha mfumo wa nje fiat currency, kuileta kuwa ni coin, kuwa Pi, kwa sababu ni mfumo wa nje unaoleta unakuwa ni mfumo wa ndani. Hiyo ni open network. But open mainnet ni Pi itaingiliana na mifumo ya nje, kwamba Pi nayo itakuwa ni connected na mifumo ya nje. Kwa Pi nayo ina uwezo katika open mainnet ikafuata mifumo ya nje kuingiliana nayo. Ili unielewe vizuri zaidi, ni hapa ninapokuelezea nini maana ya private key. Sasa mifumo ya nje ni kama hipi. Mifumo ya nje tutazungumzia MetaMask, blockchain za nje, tutazungumzia Trust Wallet, blockchain za nje, tutazungumzia PancakeSwap, tutazungumzia hizo Solar Wallet, tutazungumzia Solana Wallet, tutazungumzia XL Wallet, tutazungumzia sijui wallet zile za nje za Web3. Sasa mifumo yote ya Web3 wallet, mimi nina uwezo, nina wallet yangu. Mfano, natoa mfano, Trust Wallet inatumia mfumo wa EVM ambao ni Ethereum Virtual Machine. Hii Ethereum Virtual Machine inatumia Solana, inatumia XLP, BNB ambao ni BEP20, blockchain ya BEP20 inatumia EVM, Ethereum Virtual Machine. Bitcoin inatumia hiyo
format ya nini ya EVM ambayo ni Ethereum Virtual Machine, ambayo blockchain ya Ethereum imetengeneza Web3 yake, sawa, decentralized wallet exchange yake, ambayo ninao uwezo mimi mwenye Solana nikajiunga hapo, ninao uwezo mimi mwenye BNB wallet ya nini ya Web3 nikajiunga hapo. Najiungaje? Najiunga kwa kutumia private key. Wallet yangu mimi ya Solana itakuwa ina vitu viwili, itakuwa ina seed phrase na itakuwa ina private key. Sasa ile private key ninaichukua, nitaenda nayo Trust Wallet, nitaingiza private key. Nikishaingiza private key, wallet yangu yote ya Solana inasoma katika Trust Wallet au itasoma katika MetaMask wallet. Alafu nikaweza kufanya utility mule kusaini smart contract katika liquidity pool. Nikaweza kucreate token, nikaweza kudelete token, nikaweza kufanya setting zote za Web3, lakini setting zote hizo ili ziwe confirmed nitazisaini kwa kutumia private key. Sasa Pi Network anatumia format ya Solana. Format ya Solana. Anatumia format ya Stellar Protocol. Format ya Stellar Protocol anazo wallet zake za decentralized exchange, anazo wallet zake za Web3 ambazo kama nilizokutajia miongoni mwao kuna Solar, kuna XLM, sawa kuna Lobbytree. Kwa hiyo sasa mimi hapa nitaichukua private key yangu, nitaipeleka Stellar, nitaenda kuimport, wanaita kuimport. Wale wanaotumia hizo exchanges za decentralized wanaelewa maana ya kuimport. Kwa wewe tayari unayo wallet yako ambayo either ni wallet yako ya Tony, ni wallet yako ya Tron, ni wallet yako ya BNB, unayo wallet yako ya BTC, tayari unayo wallet yako, unaenda kuimport katika decentralized exchange. Ukienda kuimport kule, unaweza kuiaccess wallet yako full decentralized, tena kwa usalama zaidi, kwa sababu wewe peke yako ndio unakuwa ndio mmiliki. Sasa hapa ndipo kazi ya private key inapoenda kufanya kazi rasmi. Kazi ya ziada ya private key ndio hii ambayo mimi nakuelezea sasa, kwa sababu hayo mlioelezea nie tayari yanafanyika na yalishafanyika tangia miaka 6 iliyopita. Hiyo ndio ilikuwa kazi ya private key, lakini hatukuletewa, na ndiyo kazi itaendelea kufanyika hivyo pasi na yeye na kuhusika na chochote. Yaani kazi ya yeye kusaini mkataba, hautohusika wewe pioneer kuchukua na kwenda kusaini transaction, hautohusika wewe manually. Mambo yatafanyika automatically kama yanavyoendelea kufanyika sasa hivi, kwa sababu hakuna muamala yoyote katika blockchain unaweza kutoka, uwe ni wa testnet au uwe ni muamala wa mainnet, utakaweza kutoka bila kuwa signed, sawa by private key ili kutengeneza digital signature. Kama vile tulivyosaini mkataba namba 6, mkataba namba 6 tulisaini kwa kutumia passphrase. Kwa ulivyosaini kwa kutumia passphrase, ukishuka chini pale utaona saini yako, zile namba zile zilizochanganyikana na herufi, ile ndio saini yako wewe. Sasa saini yako wewe ile imetengenezwa na nini? Na private key na passphrase. Ile sisi tumefanya manual. Lakini katika miamala tunafanya itafanyika automatically. Sasa kama vitu vinafanyika automatically, hii tulioletewa inaonyesha kwamba ina kazi extra. Miongoni mwa kazi sasa za mimi kuwa kule katika decentralized exchange, tokeni zote unazozifahamu wewe,
token. Kuna coin na kuna token. Tokeni zote unazozifahamu wewe zinatengenezwa katika decentralized wallet, katika decentralized exchange. Hauwezi ukatengeneza token katika centralized exchange. Wallet ya Web2 haiwezi ikatengeneza token. Token inatengenezwa, inacreatiwa katika Web3. Token mfano USDT ni token, USDC ni token, si ndivyo? Mfano hizo mbili tu, nikupe mfano hizo mbili tu, hizo ni token. Zimeundwa ndani ya nini? Ndani ya Web3, ndani ya decentralized exchange. Sasa core team wametuletea kipengele sisi cha kucreate wallet, cha kucreate token. Ili mimi niweze kucreate token, ni lazima kwanza niwe na wallet ya decentralized exchange, na ndio maana Pi wakaweka kipengele cha PyDEX, Pi Decentralized Exchange, ambao kila kipengele cha Pi Decentralized Exchange mule tukaweza kuona kuna token, unaweza ukaswapu ukafanya liquidation mule ndani ya kile kipengele cha Web3, si ndivyo? Web3 ndio decentralized exchange. Sasa decentralized exchange, ili niweze kucreate token lazima nitumie private key. Kwa hawa wanaotengeneza token wanatumia private key kwa ajili ya kucreate token, kwa ajili ya kucreate jina, kwa sababu kule watakatwa Pi. Kuna malipo ya Pi unakatwa, japo malipo hayo ni ya testnet, Pi za testnet sijui, lakini unakatwa Pi kwa ajili ya kutengeneza nini? Kutengeneza zile token. Na token ili uzitengeneze lazima uwe na wallet mbili, yani muwe watu wawili, yani mtu mmoja hawezi akatengeneza token peke yake. Sawa? Kutakuwa na contributor na yani msambazaji, mtengenezaji, creator na contributor. Sawa? Kwa hiyo contributor atasambaza zile token ambazo zimetengenezwa na mimi. Kwa hiyo ili mimi nitengeneze token lazima tuwe wawili. Niwe mimi hapa labda na nani? Na Profitlizer. Kwa mimi nitatengeneza token, nikishatengeneza token nitamtumia nani? Profitlizer. Ninavyotengeneza token ili niweze kumtumia Profitlizer ni lazima niweke private key katika ile misimbo, katika kuweka zile JavaScript, maana inatengenezwa katika GitHub. Itakuwa misimbo. Ili niweze kutengeneza ni lazima niweke manual hiyo private key ili kunithibitisha kwamba ile wallet ni ya kwangu mimi. Nitaweka private key. Nikishaweka private key, zile Pi zitaenda kwenye wallet ya nani? Ya Profitlizer. Zikishafika kwa Profitlizer, naye kuna kazi atafanya. Akishafanya zile wallet zile alizozitengeneza ndio atazipeleka katika liquidity pool kwa Pi. Pi nao watazipitia. Wakishazipitia wakiona zimekizi vigezo, wanaziidhinisha kuingia katika duru la kufanyiwa swap au kufanyiwa hiyo liquidation. Kwa hiyo kazi ya private key ni kuunda au kucreate sarafu katika Web3, katika decentralized exchange. Kwa hiyo sababu ya kwanza sisi kuletewa hichi kipengele chetu, kipengele cha private key, ni ili mimi ninataka kutengeneza token niweze kupata private key kwa ajili ya kutengenezea token, kwa sababu token haziwezi zikatengenezwa bila private key. Hilo la kwanza. Lakini la pili lililonifanya mimi sasa kuwaleteni hili ni kuwazindua kitu. Kuwazindua kitu gani? Ni hichi sasa. Nimewasomea white paper ya kwamba core team wameandika katika kipengele cha roadmap, katika kipengele cha phase 3 cha mainnet kwamba tunapoingia mainnet, tunapoingia kuwa full decentralized, tutaungana na blockchain nyingine, tutaungana na sarafu nyingine.
na njia pekee ya Pi kuungana na blockchain nyingine, yaani wewe kuungana na blockchain nyingine, wewe kuungana na sarafu nyingine, au wewe kuungana na wallet na token nyingine, hakuna njia nyingine isipokuwa ni njia ya kutumia private key.